ukimsikia mtu apige kelele, rushwa ni hatari, yani umsikia kiongozi wa siasa anasema rushwa, kumchekia sasa huyu hajawahi kukaa wapi? Huyu aikaa jikoni huyu. Mdomo utajaa mafuta hata sema. Yani hapa hizi kelele za rushwa wengine zinapigwa kwa sababu ya nini? Ya njaa tu. Why? Kwa sababu msingi wa familia umeshaharibika. Kwa hiyo hawezi kuja kuwa mwema huku. Leo atamshambulia huyu aonekane huyu ni mpambanaji wa rushwa, lakini siku akikaa kwenye kile kiti. Kwani nyinyi wa Tanzania tulizani. Nyinyi kuna wangapi mmewasikia wanakemea rushwa wakiwa hawana madaraka? Walivyopata wako wapi? Si mnajua kabisa kwamba fulani ukianza kuhesabu hivi sio akiingiaga pale wanakuaje? Sio wanakuaje? Walikuwa hawajawahi kuingia jikoni. Sasa hawa tuliwaacha huku kwenye misingi ya kuwafundisha katika dini, tuliwaacha. Kwa mimi ni ombi langu kubwa viongozi wa dini, ili turudi kwenye maadili yetu, turudi kwenye asili ya uungu, watoto wetu wawe na hofu ya Mungu. Twendeni mashuleni, viongozi wa dini, tukarejeshe vipindi vyetu vya dini, na serikali haijazuia watoto wetu kushiriki kwenye vipindi vya nini? Vya dini. Imefika mahala nimesikia hata jana tume ya Chande pale watu wanatukana mpaka wazee wao. Kwa nini tukitofautiana kimawazo huo ugomvi? Kwanza kutofautiana kimawazo ndio ubora wenyewe wa taifa. Yaani mkiwa na mawazo tofauti, hapa tulivyovaa tu hivi tulivyovaa hapa, hii ni indicator nyingine ya kwamba hatuwazi pamoja. Sasa swali, kwa nini wewe uanze kumtukana mwenzako kachagua rangi yake leo amua kuvaa leo, afu uone ya kwako ni bora zaidi? Sasa ichukue hiyo picha mpaka imefika hatua tunawavunjia heshima wazee wetu. Hivi nafikiri hawa viongozi, mimi nakaga nasema hivi, watu wanafikiri uongozi ni jambo rahisi. Yaani uongozi sio kazi rahisi. Unavyomuona pale Daktari Samia alipo pale, ni kiongozi ambaye anapambana kuilinda heshima ya taifa hili kwa gharama kubwa. Leo nitawapa mfano moja mdogo. Mnakumbuka mwaka 2013-14 taifa la Tanzania lilikuwa mpaka 15 tulikuwa kwenye mchakato wa katiba mpya. Sasa nataka nikupe mfano uone ya kwamba kumtukana kiongozi anayepambania taifa lako ni kujitafutia laana. Na hili najua watani wangu wakilichukua wasema unajua, mimi nasema kutukana, sisemi kukosoa. Tofautisha kati ya matusi na hoja. Kipindi kile 2013, 14, 15 tuko kwenye mchakato wa katiba mpya. Rais by that time Daktari Jakaya Mrisho Kikwete anaumwa na ripoti ya madaktari wanamwambia mzee unapaswa kufanyia operation. Wakati wanawaza ninapokwenda kufanya operation nchi yangu iko kwenye kipindi tensi kama hiki, na yaacha katika mazingira gani? Mzee wa watu alivumilia akapambana mpaka ikafika hatua sasa anaona mchakato umefika kwenye stage nzuri, akaenda kufanyia operation Marekani. Alivorudi anaeleza, nimetoka kwenye operation kubwa, lakini sikusema na sikuacha mchakato huu kwa sababu nilijua mzigo huu uko mabegani mwangu. Sasa wewe hapo ukiumwa mafua tu kila kitu naahirisha. Hatutaweza kuyalinda maadili ya Mtanzania kama vyombo vya habari, wana habari hawatakuwa pamoja na sisi. Yaani nyinyi ni nguzo muhimu sana. Wasikuma wanasema ni kama ni cornerstone basi ni wanahabari. Yaani nyinyi ndio daraja na msingi wa kuelimisha jamii na kuipa habari ambazo hivi kwani tukiamua tu mambo ya ovyo tusiyatangaze, unafikiri kuna mtu ataendelea? Yaani wewe unajua kabisa kwamba huyu kafanikiwa kwa uzinzi. Yaani huyu umaarufu wake kafanikiwa kwa uzinzi. Unamweka kuwa kioo cha jamii. Hivi unategemea watoto wetu watakuaje? Sababu mtoto kila akiwaza hivi imekuaje? Huyu akipewa, yani faili likifunguka hivi. Sasa mtoto mdogo wanakuwa inspired na watu wanaoona kwenye TV na kwenye mtandao wa kijamii.
What kind of inspiration are we putting on the mirror? Yani tunaweka kwenye kioo inspiration gani? Acha basi mtu afanikiwe kwa uzinzi, achana naye kule. Yani mtu ili umpeleke hewani, cross check basi faili yake. Kwamba hivi huyu anavyojieleza hivi haya mafanikio yake ni kweli? Mimi kipindi fulani kwenye chombo kimoja cha rafiki yangu, kuna mtu mmoja tulimkamata kula Arusha. Maarufu sana, alikuwa anajulikana kama Manguruwe. Yule bwana yule pale Arusha pale kaja kesi za watu wamewazulumu na nini. Nikawaita ofisini nikiwa mkuu wa mkoa. Tukasikiza kesi, nikamwambia sikiliza tu ili tuelewane, lipa tu. Mimi sitaki ugomvi, wewe lipa hela ya watu. Kaja iti yeye ndio mtaalamu wa vanilla, ana soko, ana mashamba si wapi wapi. Yaani akiongea hivi, maskini ya watu wanachanga hela, wanaenda kuchukua wengine mikopo, wanawekeza, eti watapata, atawakatia, watavuna vanilla, ina faida. Wakipiga mahesabu, unajua hizi biashara za kwenye calculator ni hatari. Ukijumlisha pale ukatoa na costs za production, sio nini, investment, unaona mkeka umesoma huo. Nikambana pale, akalipa hela za watu. Baada ya muda nakaa namuona yuko kwenye TV anaelezea uwekezaji. Nakaa hivi, "Huyo jamaa vipi?" Nikampigia mtu simu siku moja, "Wewe, huyo mmemfikishaje?" Akamwambia, "Sikiliza, tuambizane ukweli, mmekula hela?" Asa, "Mkuu bana, vipi?" Akamwambia, "No, hapo kuna fungu mmekula. Huyo mtu hana hizo sifa na hizo biashara hana. Kwa nini amwachunguzi watu kabla ya kuwaita kwenye vyombo vya habari mkaanza kuwahoji?" Ngoja tuifanyie kazi. Haikuchukua round, in 2 weeks akakamatiwa hapa Dodoma kwa utapeli, na nafikiri bado yuko na kesi mahakamani inaendelea. Sasa hebu niambie yule mtu, na akienda kwenye media akiongea, kuna kipindi hata kuinunua mpaka timu ya Simba, lazima mimi anatangaza kabisa, "Mimi nataka kuchukua ile timu mimi." Ukimwangalia na hapo kuna microphone ziko mbele. Sawa, tukubaliane kwamba wanahabari wameamua kufanya burudani, lakini hii burudani ya namna hii inaharibu misingi yetu. Kuna mtu huko akiona kule kijijini kwetu Kolomije kula, naamini kwa sababu yeye hajui amefikaje, anasema ili mradi mpaka vyombo vya habari vimemtangaza, huyu ni mtu sahihi. Kwa mimi niwaombe sana tuamue kushiriki kwenye mapambano haya ya kulinda maadili yetu, lakini kubwa kuliko tutumie fursa ya nguvu tulionayo ya habari kuhakikisha taifa letu tunalibadilisha, kulipeleka kwenye uchumi ambao ndio ndoto ya rais wetu. Hatutaweza kupambana na rushwa kama familia haijachukua nafasi yake. Itakuwa ni ngumu sana kupiga vita madawa ya kulevya kama familia haijachukua nafasi yake. Itakuwa ni ngumu mno, ndugu zanguni, kuwapata viongozi bora kama familia haijakaa sehemu yake. Kwa hiyo ni wito wetu kama serikali ya kwamba jukumu walilonalo kila mwananchi ni kuitafakari kwanza familia yake kabla hajanyosha kidole kwa serikali. Kwa sababu serikali haizai, serikali haibebi mimba, hawa wanatoka kwenye kaya zetu. Na huko wakati mwingine serikali ikichukua hatua inachukiwa. Jamii inaikasirikia serikali na kunyoshia kidole. Kuna watu, nyinyi ni mashahidi, mtaani unajua kasa kwamba mtoto wa familia fulani ni mwizi. Mtoto wa familia fulani ndio anayeharibu na kueneza ushoga. Lakini ukimgusa mwenye familia yake mwenyewe atakavyo kubadilikia, na mwisho wa siku hata majambazi wanaanzia kwenye ngazi ya familia. Kwa kama tunahitaji kuponya taifa letu, turudi kwenye msingi, na msingi huo sio mwingine bali ni taasisi inayoitwa familia, na kila mmoja kuchukua wajibu wake. Leo hii serikali ya Daktari Samia imetoa elimu bure. Wako wazazi hawajui hata watoto wao wanajifunza nini shuleni. Yaani kitendo cha kwamba tu elimu ni bure, hawahangaiki. Mtoto amerudi nyumbani saa ngapi, hajali. Mtoto, kumbe kipindi kile wakati wanatoa watu pesa, angalau ile pesa iko na wauma kufuatilia mwenendo wa watoto wao. Ila kwa sababu ya elimu bure mtu hajali. Ningeomba sana kila mwanafamilia achukue nafasi yake ya kutafakari nafasi yake ni ipi katika momonyoko wa maadili haya
ambayo tunayaona kwenye mitandao ya kijamii na kunyosheana vidole, na achukue nafasi yake kama ni baba au kama ni mama, kuhakikisha amekuwa sehemu ya mapambano haya ya kurejesha maadili ya taifa letu.